Bwana asifiwe. Haleluya. Ningejua lugha ya hapa ningehubiri kwa lugha ya hapa. Haleluya. Amen. Nimefurahi sana kuwa hapa tena. I thank God kwa sababu jana tumekuwa hapa tukabarikiwa. Yes. Asante mtumishi wa Mungu Robert. Very powerful man. Ambaye Mungu anakutumikia kwa vyovyote. Amen. Ili uhakikisha kwamba injili ya Bwana Yesu imeenda na imefika mwisho wa dunia. Amen. Mungu akutende mema mtumishi wa Mungu. Amina. Haleluya. Tuko hapa kwa sababu yako na tuko hapa kwa sababu ya mwaliko wako. Wewe huna shida yoyote. Nimewahi bahatika siku moja nikakaa na familia yako na nikajua ya kwamba familia yako ni watu wamebarikiwa. Amen. Kwa hivyo ungekuwa na shida labda tukaenda kule kwenu kule umezaliwa. Lakini Mungu amekubariki kwa viwango vya ajabu. Yes. Amekupa kampuni zako, unafanya kazi zako. Lakini umekuwa hapa ukijifanya ni kana mtu haujielewi. Ili injili ya Bwana Yesu ingalau ikapate mtu akaweze kunenewa neema na kibali cha Mwenyezi Mungu. Amen. Niruhusu nijitambulishe majina yangu, naitwa mchungaji Sami Naibei. Uzaliwa pangu nazaliwa kule Mount Elgon. Bwana amenituma nikahubiri injili ya Bwana Yesu pale Kapsabet, Nandi County. Yes. Kijiji kidogo sana kinaitwa Showground. Nimeokoka, Kristo ni Mwokozi katika maisha yangu. Nimefika hapa ili nilete habari njema. Niliona watu hapa jana wakiwa wanashuhudia kwamba walipata instant healing, nikiwa na hubiri, nikiwa nafundisha neno la Mungu. Amen. Usiku wa leo mchungaji alizuia watu wengi sana. Watu walikuwa wanapiga simu ili waje waungane pamoja nasi katika revival ambayo ilianza mida ya saa 2 mpaka mida ya saa 4. Lakini wengi wao walikuwa na damani ya kwamba tuwe na mkesha mpaka asubuhi. Lakini kwa sababu ratiba yetu hatukuwa tumeweka kesha, tulikuwa tumetangaza kwamba tutakuwa na revival ya nje na ndani. Na Jumapili tuweze kumaliza na ibada ya ukombozi. Amen. Mungu anisaidie na Mungu akusaidie. Uwe mzima na niwe mzima. Usikose katika madhabahu haya, maana Bwana ametupa nafasi nzuri ya kukuhudumia kwenye madhabahu haya. Yes. Naomba ya kwamba kanisa la Pefa, Bishop pamoja na kikundi chote ambacho kiko katika kaunti hii ya Kericho pamoja na wahubiri wote, Mungu awabariki na watende mema. Amen. Nashukuriwe Mungu kwa sababu Mungu ni Mungu wa kipekee. Yes. Nashukuriwe Mungu atendaye miujiza kwa sababu Mungu wetu ametupa neema. Amen. Na hiyo neema iko ndani yetu kwa sababu tumebeba hiyo neema tulete katika mji wa Kapsoweta. Yes. Jina la Bwana lipewe sifa. Amen. Kuna maombi mengine ambayo unaweza tarajia yakikupata yatabadilisha maisha yako, na kuna maombi mengine unaona hayatakubadilishia maisha yako. Hii neema ambayo Bwana ametupa siku ya leo. Yes. It is a special way ya kwamba Mungu anataka kukupa hatua nyingine katika maisha yako. Jana niliposimama hapa nikasema ya kwamba inawezekana Mungu akakurudisha kwenye nafasi yako. Na watu waliamini na wakakiri kwa vinywa vyao ya kwamba kweli tunaishi katika nchi ya ugenini. Na hata kama tuko katika mji wa Kapsoweta, lakini tumelemewa. Sisi tuko hapa, lakini maisha yetu yako katika hospitali. Maisha yetu yako katika ICU. Walioleta mioyo zao na wakaamua na wakakiri ya kwamba Kristo ni Mwokozi katika maisha yao. Amen. Asubuhi ya leo tumeendelea kupata ushuhuda. Tumetembelea watu wachache ambao walikuwa wakisema tayari Mungu amewatendea. Na niko na uhakika ya kwamba ifikapo siku ya kesho, yes, muujiza wa leo utakuwa wako, kwa sababu utakuwa mmoja wao wa kumtafuta mtumishi wa Mungu Reverend Robert, umwambia kwamba ninayo ushuhuda kwa sababu baada ya ile crusade Bwana alinitendea mema, nami ninayo ushuhuda.
na Bwana atakubariki sana. Amen. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Jana tulisoma katika kitabu cha Samueli wa pili 22, tukasoma tu mstari mmoja ambao ulikuwa mstari wa 20. Maandiko ilikuwa inasema ya kwamba akanitoa na akanipeleka panapo nafasi na aliniponya kwa kuwa alipendezwa nami. Yes. Ilikuwa ujumbe wa jana ya kwamba Mungu yuko tayari kukutembelea. Na nikasema ya kwamba sio jambo rahisi. Ukiona mtu ananyenyekea na anapiga magoti, kuna jambo ambalo linaweza kuwa linamtesa. Jioni ya leo hatutachukua muda mrefu kwa sababu nimeambiwa ya kwamba tuko na revival pale kanisani. Na niko na uhakika ya kwamba Mungu atatusaidia na Mungu atanisaidia ili tukaweze kuandamana pamoja katika ibada hiyo. Yes. Mara nyingi nimeambia watu ya kwamba kuna watu wanaweza ongea hata iwapo huwa waongei, hata iwapo huwa wasigizani, lakini unapoanza mambo mazuri ya kufanya maisha yako yaonekane ama ifanye maisha ya watu wengine ionekane, huwa watu hao hata kama huwa hawaelewani, lakini wewe unapoanguka katika maeneo hayo na unayo nyota na kibali cha Mungu, utapata watu ambao wamekusingira mahali pale, watu ambao hawakuwa wanapendana, wanaanza kuitana ili waweze kusikia huyu mtu ametokea wapi. Si hata wameshikana kwa sababu wanapendana, wanashikana kwa sababu wanataka kujua